Tuna somo ya neema ya kupewa mbinu za kuwakabili adui zako. Neema ya kupewa mbinu za kuwakabili adui yako. Tuko sehemu ya pili sasa, tuko part 2, sehemu ya pili, ambapo kwenye sehemu ya kwanza tulitoa hizo maana na tulikuwa tunatoa maana ya mbinu katika muktadha mbalimbali, lakini leo nataka nimalizie muktadha ya mwisho, maana ya mbinu kiroho. Maana ya mbinu kiroho. Maana ya mbinu kiroho. Maana ya mbinu kiroho. Tunaposema kwamba maana ya mbinu kiroho, au kwa mtazamo wa kibiblia, mbinu inaweza kutafsiriwa kama ifuatavyo: ni namna au ni njia ambayo Mungu hutumia kufikisha kusudi lake kwa watu. Sawa wapendwa? Ni namna au ni njia ambayo siku zote Mungu anatumia kufikisha ujumbe wake kwa watu wake. Kwa watu wake. Lakini pia kwa nini? Ili kutimiza kazi ya kiroho, ili kutimiza malengo ya kiroho kwa ajili ya watu wake. Na tunaona mifano ya mbinu ya kiroho. Kwa mfano, ukiangalia kwenye Kutoka ile sura ya 25 mpaka sura ya 31, tunaona Mungu alimpa Musa mbinu ya kujenga hema. Unaona Mungu alimpa Musa namna gani ya kujenga hema, akampa na vipimo, akampa na watu watakaojenga, akamwelezea namna ambavyo litakuwa. Kwa hiyo unaona Mungu wakati anataka kujenga hema alimtumia Musa kutimiza ile adhima yake. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini tukiangalia kwenye Mathayo 6:9, kitabu cha Mathayo 6:9, Yesu alitoa mbinu ya maombi. Yesu alitoa mbinu ya maombi kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 6 na lile fungu la 9. Maandiko anasema ombeni kwa namna hii. Tunaona ni namna ambavyo Yesu Kristo anatoa mbinu ya kuomba. Anawaambia ombeni kwa namna hii. Tunaweza mkaniwekea hiyo. Tunaona namna ambavyo Yesu anatoa mbinu. Ni kipindi ambacho wanafunzi wake walimsikia Yesu akiomba, lakini wakasema wao hawajui kuomba. Wakamwomba Yesu, tunaomba utufundishe namna ya kuomba. Kwa maana nyingine, walikuwa wanataka wapewe mbinu namna gani ya kuomba, kwa sababu huwezi kuomba tu ili unaomba. Lazima kuna mikakati, kuna mbinu. Ndio maana Yesu akawapa mbinu kwenye ile Mathayo 6:9, akawaambia mkitaka kuomba, mnapokuwa mnasali, basi salini hivi. Bwana Yesu atusaidie sana. Ile sala nafikiri wengi tunaifahamu: Baba yetu uliye mbinguni, sio hivyo? Mapenzi yako yatimie, sio hivyo? Utupe riziki leo. Unaona aliwapa mbinu ya namna gani ya kuomba. Ukitumia ile sala yetu, ile sala ya Baba wa mbinguni, unaona kuna maombi mengi, karibia yote yamefichwa mle. Kwa unaona kuna namna fulani ambavyo Yesu aliwapa mbinu ya kuomba, kwa sababu walikuwa hawajui kuomba kama inavyotakiwa. Haleluya. Anasema basi ninyi saleni hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Ni mbinu ambayo walipewa ya kuomba. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, hauwezi ukafikia viwango vingine kama utakuwa na mbinu sahihi. Mbinu sahihi ndiyo ambayo itakuwezesha kukupeleka hatua nyingine. Ukitaka kushinda jambo lolote lile, lazima uwe na mbinu. Bila mbinu huwezi kushinda. Hata wakati wa vita, hata hivi vita tu vya nyama hivi vinahitaji mbinu ili mtu aweze kushinda. Bila kuwa na mbinu hauwezi ukapata matokeo. Kwenye biashara zetu tunahitaji kuwa na mbinu.
Bila kuwa na mbinu huwezi kupata matokeo, na ndio maana Mungu kwenye somo hili tunamhitaji Mungu atupe mbinu sahihi za kuweza kupata matokeo katika maisha yetu ya kila siku. Haleluya, haleluya. Ndicho ambacho naendelea nacho sasa. Mfano mwingine wa tatu ni Paulo alitoa mbinu za huduma kanisani kwenye Wakorintho wa kwanza, ile sura yote ya 12 na sura ya 13 na sura ya 14. Unaona mtume Paulo anatoa mbinu namna gani huduma au kanisa linaweza likaendeshwa, na ndiyo maana tunatakiwa kuzifahamu mbinu ili tuweze kufanya mambo yaweze kutokea katika jina la Yesu. Bwana tusaidie sana. Sasa tukiangalia mbinu imejikita au imefungamanishwa na mambo makuu matano. Jambo la kwanza, mbinu yoyote ile lazima kuwe na lengo. Na kwenye lengo inatuambia unataka kufikia nini, lengo lako ni nini hasa. Katika biashara yako, katika huduma unayoifanya, katika kazi unayoifanya, lengo lako ni nini? Na lazima mwisho wa safari uweze kupima yale malengo yako ya kwamba je, yametimia au hayajatimia, na kama yametimia kwa mbinu gani? Mbinu nilizozitumia zimenifanya nifanikiwe kwenye lengo hili? Na kama zimefeli, nafanyaje ili niweze kupata mbinu sahihi za kufanikisha malengo yangu? Kupanga ni jambo la kwanza, kuwa na malengo ni jambo la kwanza, lakini malengo hayawezi kutimia kama hutakuwa na mbinu sahihi. Hayawezi akatimia. Tunahitaji mbinu ili malengo yaweze kutimia. Lakini pia kwenye mbinu inatupa hatua. Utafanyaje kufikia? Hatua gani ambayo utaitumia ili uweze kufikia malengo? Nitatumia hatua gani? Kwa lazima zile hatua uweze kuziorodhesha. Lazima zile hatua uweze kuziandika, ya kwamba nitapita hapa, nitapita hapa, na mwisho wa siku nitafikia malengo. Ndio maana maandiko yanatufundisha ya kwamba Mungu akamate hatua zetu, sio hivyo? Mungu ashikilie hatua zetu. Kwa nini? Kwa sababu kwa kila hatua kuna matokeo. Unakumbuka wakati ule Daudi amechukua ufalme, alipotaka kurejesha sanduku la agano, maandiko yananiambia ya kwamba baada ya kuwa Daudi alipopiga hatua kadhaa, akamchezea Bwana, akamtolea Bwana sadaka. Kwa nini? Kwa sababu hatua moja ni kubwa zaidi kuliko hata kama hujapiga hatua. Kwa unapopiga hatua moja katika jambo fulani, lazima ujifunze kumshukuru Bwana kwamba hatua hii nimeipiga kwa sababu ya neema ya Bwana. Tunaelewana ndugu zanguni? Kwa unapoona umepiga hatua ya kwanza biashara, ni hatua kubwa mno. Lazima uhakikishe kwamba ile hatua moja unaiweka wakfu kwa ajili ya hatua nyingine tena, na baadaye unakuja unagundua kwamba ni kwa sababu Mungu amenisaidia nimepiga hatua hii, kwa hatua nyingine zinazidi kuja. Mungu akupe hatua nyingine katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kwa lazima uheshimu hatua moja katika maisha, katika safari ulio nayo, lazima ukubali kuheshimu hatua moja. Ngoja nikwambie kitu, wakati mwingine kutoka kwenu kwenda kupanga ni hatua mojawapo. Umepiga hatua mojawapo. Wakati mwingine kuanza kujitegemea wewe mwenyewe, umepiga hatua mojawapo. Tunaelewana wapendwa? Mimi nakumbuka kijana wangu wakati anampigisha hatua ya kuanza kulala chumbani peke yake, yaani chumba cha kwake peke yake. Ilibidi kwanza siku hiyo ya kwanza nilale naye kwanza, kwa sababu alikuwa anaogopa. Alafu mdogo wake anamwambia kwamba kaka bye, kaone mwenyewe bye. Kwa akawa akashikwa na hofu kweli kweli. Kwa ilibidi kwanza, hatua ya kwanza nilale naye, na katika kulala nikawa nazungumza naye. Bwana Yesu atusaidie sana. Sisi tunaelewana. Ile ilikuwa ni hatua mojawapo katika maisha yake, ya kwamba anatoka kulala na wazazi, anaenda kulala mwenyewe, anaenda kulala peke yake. Bwana tusaidie sana.
Kwa hiyo kwa maana nyingine, kuna namna fulani kwenye maisha unapokuwa unapiga hatua moja, inakuwa ni sababu ya kumshangilia Bwana. Mtu anayejua siri ya hatua moja anajua nini anakoelekea. Ukipuuzia siri ya hatua moja, umedharau hatua nyingine zinazokuja. Haleluya. Yeah. Kuna mwingine kutoka kijijini kuja mjini ni hatua kubwa mno. Amepigana vita ndani ya moyo wake, niende nisiende, hivi nikienda nitalala wapi, itakuwaje? Mnafahamu mtu mmoja anaitwa Kasa, mnafahamu ana zoo hapo hivi, ana zoo Kasa. Siku moja niliwahi kuhudhuria kongamano moja la kiuchumi pale Gold Crest pale. Alikuwa yeye kama mnenaji, alikuwa Dr. Zakayo, alikuwepo Joel na Nauka na mwenyewe Kasa. Sasa huyo sasa alipewa mada ya kuanza from zero, kwamba namna gani mtu anaweza kuanza zero. Unajua, alikuja kufundisha kitu ambacho toka siku hiyo aisee kilibadilisha mpaka mtazamo wangu. Anasema ya kwamba alipotoka kule kwao, alipanda gari moja kwa moja, akasema nakuja Mwanza. Akaja mpaka Mwanza, akashuka stendi. Aliposhuka stendi, mahali pale anasema ndio ilikuwa ni nyumba yake ya kwanza hapa Mwanza. Kwa hakuwa na ndugu, hakufikia popote pale, alifikia stendi, akalalia maboksi ya stendi, akaanza kujitafuta kidogo kidogo. Lakini anasema kwamba ndoto zake kubwa ilikuwa kwamba siku moja awe na zoo. Tunaelewana eh? Unaona, angalia, yuko stendi, hana kiwanja, hana nyumba, lakini anawaza kwamba siku moja nataka niwe na zoo. Bwana Yesu atusaidie sana. Unaona, mawazo ya mtu ambaye anawaza mbali sana, mawazo ya mtu ambaye anapiga hatua moja na kuona thamani ya hatua moja, huwa mara nyingi anaenda mbali sana. Watu wao wanaangalia maono, hawaangalii leo hapa ulipo, wanaangalia huyu mtu anaenda wapi. Na ndio maana unapotaka kujiungamanisha na mtu yeyote yule, lazima uangalie ni wapi anakokwenda, sio wapi alipo sasa hivi. Tunaelewana wapendwa? Kwa nini? Kwa sababu unaweza ukamwona mtu yuko sasa hivi hapa, lakini kumbe mawazo yake yakawa ni kama yale mawazo ya kina Kola ya kurudi kule Misri. Wakati wengine wanapanga kwenda Kanaani, kwenye nchi ya maziwa na asali, kuna watu wakaibuka wakasema hapana, hebu turudi kule tulikokuwa tumetoka. Katika jina la Yesu, Mungu akutenganishe na watu ambao wana mawazo mabaya, watu wakurudisha nyuma, akuunganishe na watu wanaosonga mbele, akuunganishe na watu ambao wana mtazamo sahihi kwa wakati sahihi na kwa majira sahihi, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Lazima uangalie mbali, lazima uangalie mbali. Usipojifunza kuangalia mbali, usipojifunza ni wapi unakwenda, hauwezi ukatengeneza kesho yake. Hatima ya kesho yake inatengenezwa na leo yako. Kwa kila dakika, kila sekunde, kila masaa ni ya muhimu sana kuamua hatima ya maisha yako ya baadaye. Bwana tusaidie sana. Mwambie mwenzako acha kulalalala. Usingizi haujawahi kumlipa mtu hata siku moja. Sio, unaelewa pendwa? Ya, usingizi tunalala mpaka saa 2. Saa 3 tu nasikia usingizi likalali. Saa 2 unaamka saa 2 saa 5. Na bado ukishaona unaamka mpaka macho yamevimba, una tatizo tayari. Hakunaga mtu ambaye yuko serious na maisha akaamka mpaka macho yamevimba. Ina maana kwamba umelala too much. Yaani mpaka macho yanasema jamaa, mbona haamki sasa, nimechoka kufumba macho. Umekazana tu. Na wakati mwingine hata hujasinzia tu. Unasema bado bwana. Unaangalia jua ndio uamke. Yaani eti jua ndio limewaka ndio uamke. Badala ya kuangalia malengo yako ni yapi ili niweze kuamka kuyatimiza, utabaki kama ulivyo usipodhamiria kuthamini hatua moja katika maisha yako. Oh, haleluya. Kwa hiyo lazima ujue hatua. Kwenye mbinu kuna hatua. Namba 3 ni vifaa. Unatumia nini kufikisha vifaa vyako ni vipi kufikia malengo yako? Ni dhana gani unazitumia ili malengo yako yaweze kufikiwa? Ili malengo yako yaweze, utatumia vifaa vya aina gani? Na kila lengo lina vifaa vyake. Sisi tunaelewana? Kila malengo unayoyaweka
yana vifaa vyake. Na hapa nataka nikufundishe kitu kimoja. Vile vifaa vinavyotumika kutimiza malengo, mara nyingi adui wanataka kuvivuruga na kuviharibu ili malengo yasiweze kutimia. Lakini vile vifaa ambavyo Mungu amekupa kutimiza malengo, hakikisha unazidi kuviombea ili visiharibike, ili visiharibiwe, malengo yako yaweze kufika. Sema katika jina la Yesu, ninakamata vifaa vyangu vyote nilivyo navyo kwa ajili ya kutimiza malengo katika jina la Yesu Kristo. Ninaviweka mbele zako Bwana, naachilia utumishi wa kiungu, naachilia neno ya Bwana, na nifunika kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya, haleluya. Lazima ujue kukamata vifaa ambavyo vinatumika kutimiza malengo yako. Ngoja nikwambie kitu. Watu wanapenda kwenye vita, huwa wanajeshi au jeshi linaangalia huyu jamaa na vifaa gani, na akishagundua kwamba vifaa alizonazo vina nguvu, anafanya juu chini kuharibu vifaa. Tunaelewana? Anajua akiharibu vifaa ameharibu malengo. Na hii strategy adui anaitumia sana, anaitumia mno. Anajua kwamba wewe una malengo ya kujenga nyumba, lakini katika malengo yako ya kujenga nyumba, kifaa unachokitumia unajua liko pale. Lile jenge linakusaidia kupata chochote, halafu hicho chochote unakipeleka kutimiza malengo. Ili lengo lisitimie, adui hahangaiki sana lengo lako. Adui anahangaika na kifaa unachokitumia ili lengo lako liweze kutimia. Anachokifanya, anavuruga genge lako, na mwisho wa siku malengo yako yanashindwa kutimia. Na ndio maana nakutaka uweze kuomba kujia vifaa vyako ili adui asiviharibu, viendelee kukuzalishia, viendelee kukupa fedha, ili mwisho wa siku fikie malengo yako katika jina la Yesu. Hivyo ndivyo vifaa ambavyo navizungumzia. Haleluya. Unapofika sehemu ya kazi yako, jifunze, kamata vifaa vyako. Unamwambia Mungu, hiki ni kifaa ulichonipa ambacho kitaniletea fedha katika jina la Yesu Kristo, na kikamata na kwa damu ya Yesu, na kipa utisho. Tunaelewa napendwa? Ili mwisho wa siku kicho kifaa kilete matokeo kwenye jukumu unayotakiwa kufanya, na utaona matokeo kama utajua namna ya kutunza vifaa vyako. Vifaa vyako vikiharibika, malengo yako yameharibika. Hiyo tafsiri yake. Vifaa vyako kama sio sahihi, utapiga danadana mwaka nenda rudi. Kwa nini? Kwa sababu havitakusaidia wewe kufikia malengo uliyo nayo. Na kikubwa sana, tunataka kufikia malengo ambayo tunayo ili tuweze kwenda mbali zaidi. Ndio maana somo hili nasema ya kwamba neema ya kupewa mbinu ya kumkabili adui yako. Tunaelewana? Ya kumkabili adui yako. Na huko chini nitakufundisha huyo adui anayemzungumza ni nani. Ni adui gani ambaye anamzungumza? Naomba uniruhusu nisogee mbele kidogo. Angalia, aina mbinu yote ile huwa inawahusika. Ni nani anayehusika? Ni nani anayehusika katika malengo niliyo nayo? Kwenye Bible study, wakati mwalimu anatufundisha, amezungumzia pia kwamba fedha imejificha wapi. Sehemu mmoja hapo ambapo fedha imejificha ni kwa watu, si ndio hivyo? Kwamba fedha iko kwa watu. Ndio maana tunasema kwamba watu ni mtaji. Tunaelewa napendwa? Watu ni mtaji, yaani watu ni mali. Sasa inategemea na wewe, watu wanaokuja mbele zako unawaangalia kama mali au unawaangalia kama watu tu baki. Ukiwaangalia kama mali, utawashika kama mali. Ukiwaangalia kama watu wa kawaida, utawashika kama watu wa kawaida. Ndio maana kuna wakati Mungu amekuletea watu wa thamani kwenye maisha yako, kwa sababu hujui kama wale watu ni mali, ni wapuuza, wamepotea kwenye maisha yako. Hawapo tena kwenye maisha yako. Wale watu ambao wangekusaidia kwenye jambo lako, wangekusaidia kukupa idea, wangekusaidia kupanua mawazo yako, wewe unawapuuza, hauwathamini kwa chochote kile. Ngoja nikwambie kitu, mtu anayethamini watu hajawahi kubaki pale pale. Wale watu ambao wanawathamini ndio ambao wanambeba kumpeleka hatua nyingine, ndio ambao wanambeba kumtambulisha mbele za watu. Kuna aina ya biashara unahitajika utambulishwe na mtu ili biashara kuichanue.
Kuna aina ya kazi unahitaji mtu akusemee ili kazi yako iweze kuonekana. Unaweza ukawa kwenye ofisi moja, mko watu 10, mko watu 20, lakini akatokea mtu mmoja akakutambulisha, na vemo anavyokutambulisha ndivyo ambavyo kazi yako inasonga mbele. Kulikuwa na program moja kipindi niko Bunda, halmashauri ya mji wa Bunda kama mwalimu. Kuna program moja ya Equipped. Ilikuwa ni shirika moja la Equipped. Walikuwa wanalenga sana kutoa mafunzo. Ngoja nikwambie kitu, na kwamba tunahitaji watu. Tunaelewana? Sasa siku hiyo mimi nilikuwa niko tu darasani nafundisha. Wale watu kabla ya kuleta hiyo project wakapita kufanya utafiti. Sasa walipokuwa nafanya utafiti juu ya watoto, mkuu wangu akanisemea, akasema kuna mwalimu mmoja yuko vizuri sana kwenye majumuisho. Sasa mimi sipo, yuko vizuri sana yule mwalimu, nafikiri ukikaa naye kuna namna naweza kukusaidia. Si nimesemewa tayari? Sasa nataka nikufundishe kitu. Ukishasemewa lazima udhihirishe kwamba wewe ni bora. Kuna baadhi ya wengine wanasemewa lakini hawana uwezo. Hiyo nayo ni hasara. Mwambie maza, hiyo nayo ni hasara. Wewe mtu anakusemea, huyu jamaa anauzaka nyanya nzuri kweli. Halafu nyanya inayokuja ni ya hovyo. Umejidhalilisha wewe mwenyewe, umepoteza fursa wewe mwenyewe. Huyu jamaa anajua kusuka kweli, ni msusi mzuri sana. Anakuja mteja, unafanya majongorokote. Mwisho siku anza kulia, mchungaji niombee. Ngoja nikwambie, natakiwa nikuombee upate ufahamu. Ufahamu wako ufunguke kwanza uweze kuelewa, ili usiweze kuwapoteza watu potential kwenye maisha yako. Sasa aliponisemea yule ndugu, wakaniita, walikuwa watu 3. Walivyoniita wakaanza kunihoja, wakaanza kuniuliza, ilikuwa ni mambo ya watoto. Nikasema hii ni kama ni fursa kwa. Unajua walivyoanza kuniuliza vile, nikwambia hata kama sijazungumza nina vitabu nishaviandika. Hebu nipe dakika chache nilifuate vitabu nyumbani. Nilichukua pikipiki nikafuata package ya vitabu nikawapelekea mezani. Are you serious? Huko serious kumbe kiasi hiki. Unajua nikatoka siku hiyo, wakaondoka. Ulipita mwaka mmoja. Baadaye mafunzo yakaja. Yale mafunzo yalianza kuja, jina langu lilitoka moja kwa moja kwamba kwa huyu katika ngazi ya halmashauri lazima awemo. Kwa nini? Nilisemewa na mimi nikachukua nafasi yangu nikafanya the best. Na ndio maana unaposemewa, kampuni yako inaposemewa, biashara yako inaposemewa, lazima udhihirishe kwamba kile kinachosemwa ndicho kilichopo. Sio kusemewa wakifunua waone hakuna kila kitu. Sasa ndo mambo gani haya sasa? Haiwezekani. Fursa inakuja kwa mtu aliyejiandaa. Siku zote kama hujajiandaa umepishana na fursa. Mimi nakwambia, niwewe kuambia watu fulani hapa, silikuwa kwenye vijana, nikwambia hivi, wakati mwingine labda kuna kazi imetoka, ile kazi labda maybe ya udaktari. Kuna mshirika mmoja ana hospitali ametangaza kazi ya udaktari. Jamani, nahitaji mtu ambaye ni daktari. Alafu endeleeni unaenda kwa mzee wa kanisa, mzee, nimesikia tangazo la daktari. Hivi kuna chuo nikasome alafu ndo nije niajiriwe? Ni automatic wewe unaenda kusoma mwaka, huyu hata kusubiri. Kwa sababu yeye anahitaji sasa hivi. Kwa maana nyingine unakuwa haujakidhi vigezo vya wewe kukutana na hiyo fursa. Ndio maana lazima uwe na maandalizi ili fursa ikukute, ujiandae. Mungu akupe neema ya kujiandaa katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Hata fursa ya kwenda mbinguni itamkuta yule ambaye ameshajiandaa. Maandiko yanasemaje? Hatujui ni lini, hatujui saa, hatujui dakika, muda wote ule parapanda inalia. Wale waliojiandaa ndio ambao watafanyaje? Watakutana na fursa ya kwenda mbinguni. Kama hujajiandaa utabaki hapa. Utabaki hapa. Hiyo ndio fursa. Wahusika kama ni akina nani? Lazima watu ambao wameconnect na wewe, jifunze pia kuwaombea. Kama ni mfanya biashara, ombea wateja wako. Tunaelewana? Ombea wateja. Ni deep kabisa. Nenda mbele za Mungu, ombea wateja wako. Mwambie Mungu, hao wateja wasije wakanisahau, wasije wakasahau biashara yangu. Tunaelewana? Hii itakusaidia mno.
kuna wale wateja ambao ni wateja maalum, ni wateja ambao lazima waje kwako. Andika majina yao, waombee, watumie hata ujumbe, waambie nabarikiwa unavyokuja kuniungisha, nabarikiwa ninapokuwa umekuja dukani kwangu. Watumie message, hafule message kabla ya kuituma, unaitamkia, unaiombea, unasema huyu mteja wangu atakaposoma ujumbe huu akabarikiwe, akainuke na akakumbuke kuja tena, akafanyike baraka, akafanyike barua ya kulisemea kwa watu wengine. Bwana tusaidie sana. Si kama tunaelewana kinachokizungumza, si kama tunaelewana. Mimi mwenzenu huwa nachukuaga muda na kujaga madhabahuni hapa, na kuja na listi ya watu, hawa nataka niwaombee, hawa nataka niwaombee, hawa nataka niwaombee, naombea, naweka hapo simu yangu, kama yuko kwenye WhatsApp anasema nataka niombe na pamoja na wewe, na kuna watu wanapata matokeo haijawahi kutokea. Nabaki na mshangaa Mungu anapenda kwa yule mtu ambaye yuko serious. Ukimtafuta uso wa Mungu, Mungu anafanya. Mungu anafanya. Bwana Yesu atusaidie sana. Siku moja kuna mama mmoja akasema, Pastor, nilikuwa namtumia clip za maombi. Akaniambia, Pastor, mimi bwana napataga watoto wa kike tu, mpaka mume wangu sasa ameanza kuchukia. Yaani hata ule upendo unaanza kupungua kwa sababu napata wa kike. Tena uzuri ni kwenda kwa hapa madhabahuni. Nikamwambia, kwa hiyo unatakaje? Asema ni Mungu akinipa mtoto wa kiume. Akinipa mtoto wa kiume. Aisee, nitafurahi mno. Nikasikia ndani ya moyo wangu. Nikamuuliza hivi, kwani wewe unahisi kwamba Mungu anaweza kufanya hicho unachokiwaza? Anakasema nami anaweza akafanya. Kama ananipa watoto wa kike, kwa nini asinipe watoto wa kiume? Unajua, nikasema hapo shikilia hapo. Ndio tukapata maombi, hebu nikamfumba macho, omba. Nikaomba naye, nikasema kamata tumbo. Nikamwambia Mungu, huyu mtu anahitaji mtoto wa kiume. Anahitaji mtoto wa kiume. Akanipigia simu akasema, mchungaji, huwezi amini, Mungu amenisaidia, nimepata mtoto wa kiume. Bwana tusaidie sana. Baba mtu naye kabila akasema, Mungu ni mwema, ametenda, amefanya. Yaani ninaipata ni mwanaume wenzangu humu ndani. Haleluya. Amini, Mungu anaweza kufanya. Changamoto inayotupata ni kwamba unashindwa kuamini kama Mungu anaweza kufanya. Unapojenga imani na neno likawapo, lazima matokeo yatokee. Bwana tusaidie sana. Namba 5, mbinu yoyote ile lazima ikupe matokeo. Yaani matarajio yako ni yapi? Na hii naomba nikufundishe kitu. Jifunze unapofika mwisho wa mwaka, ukae chini ufanye evaluation ya kwamba mipango niliyokuwa nimetimia, ni mingapi imetimia, ni mingapi haijatimia, na kwa nini haijatimia. Lazima uwe na diary, lazima uwe na daftari. Mimi na daftari huwa naandikaga mipango yangu ya mwaka hii hapa 6. Tunaelewana pendwa? Bila kufanya hivyo, kuna namna uwezi ukasonga mbele. Kuna namna mwaka utauona unabadilika namba. Ndio maana kuna baadhi ya watu tuambia kwamba okay, ulikuwa unaenda wapi mwaka mpya? Mwaka mpya kufanyaje? Kusherehekea nini? Kupokea mwaka. Umeupokea mwaka? Mwaka huu umeupokea. Una nini sasa? Hebu fungue tuone. Empty. Sasa wewe umepokea. Sio kuwaza kwamba nimepokea mwaka, sawa, huwa hapo 2020, huwa hapa, sawa. Je, ndani mwake kuna nini? Hamna kila kitu. Maana yake ni nini sasa? Okay, mwaka 2026 tulikuwa na dhimu nasema ni mwaka wetu wa kushikilia vitu. Sio hivyo, mnakumbuka? Ni mwaka wetu wa kushikilia vitu, ni mwaka wetu wa kukumbatia vitu. Vile vitu ambavyo ulikuwa hujavishika, Mungu akupe uweze kuvishika. Ndio ilikuwa ni maombi yetu, ndio ilikuwa ni kipokeleo cha mwaka 2025. Bwana Yesu atusaidie sana. Wangapi ambao leo hii wameshika vitu ambavyo walikuwa hawajawahi kuvishika ndani ya mwaka huu? Kuna watu hawakuwa na viwanja, wamepata viwanja.
Kuna watu walikuwa hawajajenga, wamejenga. Kuna watu walikuwa kwenye upangaji, wameenda kwenye nyumba zao. Kuna watu walikuwa wameanza biashara, wameanza biashara zao. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anafuatilia neno apate kulitimiza. Wewe unatamka neno gani ili Mungu litimize? Anaangalia neno unalolitamka. Yaani mimi kwa kweli, yani huu mwaka umekuwa ni wa majanga. Roho ya majanga. Kuna jamaa anakuita pale, yuko wapi? Yuko sehemu fulani. Yaani kwa kweli mimi mwaka huu yani sijui kama vile naenda mbele, sikia kama vile naenda, yani hata unajua huu mwaka siuelewi. I say ile roho ya kutokuelewa mambo. Kuna jamaa anakuhitaji, hebu njoo. Mvae kwanza mtamaye. Unajikuta mwaka unaisha hujielewi. Yaani huelewi umefanya nini, huelewi hujafanya nini. Huelewi ulikuwa unaenda wapi, haujui ulikuwa unafanya nini. Huelewi. Lazima mwaka uweze kutamkia. Ili uweze kupata matokeo, lazima utamke neno, lazima useme neno. Na ndio maana tunapopokea mwaka, huwa tunakuwa na neno la mwaka ambalo tunatembea nalo ili Bwana aweze kulitimiza. Na tunamdai na kumwambia Bwana, ulisema umelituma neno ili uweze kulitimiza. Umelituma neno juu ya mwaka 2025 ili uweze kutimia. Unamwomba Mungu kwa kutumia neno. Bwana tusaidie sana. Na Mungu analiangalia neno unalolitamka, linatoka mle ina nguvu. Anasema kuna mwanaume mmoja, kuna mwanamke mmoja anahitaji kutumizwa kwenye hiyo neno. Ule ukamilifu unakuja kwako, unaona mambo yanatokea. Bwana tusaidie sana. Panga kabisa. Panga mambo. Tunapokuja kwenye mkesha, tuna jambo la kusema, tuna jambo la kutamka. Si unakuja tu kwenye mkesha wa kupokea mwaka, Mungu nakushukuru sana. Mungu nakushukuru sana. Mungu sawa, nakushukuru sawa. Endelea sasa hapo, ongeza pointi nyingine. Sasa Mungu nakushukuru sana tu, Mungu nakushukuru sana, imeishia tu hapo. Naongeza na pointi nyingine. Unataka mwakani nifanye nini? Niambie, sema. Tamka. Usiogope kutamka. Mimi namkubali sana Elisha. Elisha alipokuwa na Elia, alisemaje? Alisema nataka upako wa Elia. Akamwambia Elia, omba lolote lile. Unajua Elisha akasemaje? Mimi nataka roho yako tu, tena maradufu. Sio ya kwako, yaani ya kwako afu hiyo maradufu. Elia hakuwaza kama Elisha aliomba jambo hilo. Tunaelewana? Na unaona mwisho wa siku Elisha alidaka ule upako. Kwa nini? Aliomba, aliutaka uje kwake. Kwa hiyo vile moyo unavyokuwa na shauku ya kutaka mambo yaje kwako, unayavuta yanakuja kwako. Unapotamka mambo mabaya, unayavuta mambo mabaya yaje kwako. Hata kama uko kwenye mambo mabaya, jifunze kutamka mambo mazuri. Hata kama uko kwenye hali mpete, jifunze kutamka mambo mazuri. Ndivyo unavyovuta yale mambo mazuri yanakuja kwako. Unaamka asubuhi umenuna, umekasirika. Asubuhi tumekasirika. Ukifika sehemu ya kazi, simu za dunia na wafanyakazi wenzako, au ukiwa kwenye dukani hapo umekunja ndita, mtu anakuletea hela, umekasirika. Haujawahi kwenda kuemea dukani, unampelekea mtu hela afa amekukondolea hivi, yani hakujali kufanyaje. Afu unasema yani hapa siji tena. Sasa wewe siji tena. Yani umempelekea hela lakini bado amekasirika. Uwe na hakika kama mtu wa namna hiyo baada ya muda kidogo anafunga duka. Sure. Anafunga duka. Na kisha funga duka, labda ni mshirika, anaanza kusoma wachungaji. Mchungaji, niombee biashara yangu imekufa. Mchungaji, niombee biashara yangu imekufa. Unasema andiko linasema kwamba hatua za mapoza. Mimi duka langu haliwezi kuwa mapoza. Wakati wewe mwenyewe mbinu hauna. Mungu amekupa mtoto. Kama imagine kwamba Mungu amekupa mtoto, hafu unaacha kumnyonyesha, hafu akafa. Unamlaumu Mungu? Maziwa amekupa yamu ya kutosha. Yaani kuna mama mmoja mpaka nikasema ni mimi ningekuwa na mama, mama nikamshangaa sana. Eti mtoto akinyonya ananitekenya. Anakutekenya vitu gani? Sasa anatakiwa nyonye, ashibe, awe na afya. Bwana tusaidie sana. Kuna mambo mengine ya ajabu sana. Yaani kuna mambo mengine ya ajabu mno. Unaweza nafika kipindi mpaka mbingu na baki natushangaa ujue. Mtu wa namna gani? Yaani nimempa hata kumtunza.
hawezi, hataki. Unakuta katoto kanalia mpaka ile kuromeo kama vile nataka kutoka, kanalia na mama anataka, wewe panua koo, panua kifua, panua mapafu. Kweli? Haya, endelea, panua mapafu hivyo hivyo. Kama nisogee mbele kidogo. Tofauti kati ya mbinu na mkakati. Mbinu ni nini na mkakati ni? Ndio maana nikakwambia kwamba toka mwanzo hili somo aisee dake sana, litakusaidia mno. Tofauti kati ya mbinu na mkakati. Mbinu ni hatua za kutenda, za kulitenda jambo hilo, hiyo tunaita ni mbinu. Kwamba katika jambo hili, mathalan nataka nijenge kiwanja, nataka nijenge nyumba, au nataka ninunue kiwanja. Huo ni mpango, sio hivyo? Mbinu nitakayotumia kujenga nyumba au mbinu nitakayotumia kununua kiwanja, unaorodhesha zile nini, zile hatua. Kwamba hatua ya kwanza, na cancel kunywa chai ya asubuhi, budget ya chai ya asubuhi na ipeleka kwenye kiwanja. Umeona hiyo hatua Umeona hiyo hatua Kwa wewe kwa mwaka huo umekanseli kunywa chai, na wewe haufi, unadunda tu, wewe haufi. Kwani tulipokuwa tunasoma shuleni vioni tulikuwa tunakunywa chai? Sisi tulikuwa tunadunda tu, maisha yalikuwa yanasonga mbele, kwa sababu una lengo, tunaelewa naye, una lengo. Okay, lengo lingine, nilikuwa nakula wali kila siku usiku tulikuwa tunakula wali. Kwa tunabadilisha ile budget ya wali ndani ya miezi mitatu na ipeleka katika engo fulani, tutakuwa tunakula ugali. Mimi nakumbuka nilikuwa nataka kufanya jambo fulani, nikatangaza hali ya hatari kwenye familia yangu, hali ya hatari nikatangaza hali ya hatari, nikawaita watoto, nikamwita na mke wangu, nikamwambia nina tangazo hapa, nina tangazo. Na mimi wakishajua nina tangazo huwa anakuaga sensitive. Huyu mzee anataka kusema nini hapa? Nina tangazo, kuna hali ya hatari na nataka tuishi nayo kwa miezi mitatu. Kuna jambo tunataka kufanya na jambo lenyewe ni ABCD. Kwa mantiki hiyo, swala la soda ndani ya miezi mitatu ndani ya nyumba haitakuwepo, otherwise nje ya nyumba. Yaani kwa maana nyingine umealikwa kwenye sherehe, kwenye nini, sawa, utakutana huko. Ila hapa mambo ya kuleta crate ya soda, hiyo budget inaenda sehemu nyingine. Namba 2, nyama nawapa kwa wiki, nawapa siku kadhaa. Siku nyingine ni maharage. Hii hela ya nyama nataka nipeleke sehemu fulani. Namba 3, tunaelewa napendwa? Hiyo ilikuwa ni hali ya nini? Hali ya hatari. Na baada hapo namwambia mama, nimetangaza hali ya hatari, hebu naomba uyazingatie hayo. Bwana Yesu tusaidie sana. Haya. Unaanza kusema wale watu wamekondeana wale watu, unawachaka, lakini kumbe kuna kitu wanakitafuta pale. Wakikamilisha tunaona hao. Unasema yani wengine Bwana Mungu amewapa neema, sawa ni neema, lakini kuna wakati tulitangazaga hali ya hatari. Tulitangazaga hali ya hatari, tukajifunga mkanda. Tukasema hapa hapana. Unakumbuka kipindi kile Nehemia anajenga ukuta wa Yerusalemu? Anasema hivi, hatukupata hata muda wa kwenda kuoga, hata kubadilisha nguo, hatukubadilisha nguo usiku na mchana. Na sasa ukitangaza hali ya hatari, hakuna kununua kiatu, hakuna kununua nguo mpaka jambo hili litumie. Tutakuwa tunarudia zile ambazo tulikuwa nazo na tunadunda nazo. Hali ya hatari hiyo. Na unaona malengo yanaanza kutumia, na ndio maana huwa tunasema ya kwamba kwenye mbinu lazima kuna hatua za kutenda. Unatumia hatua gani kufikia hiyo mbinu, akufikia malengo ulionayo? Lazima uziorodheshe hizo hatua. Baada hapo Mungu niongoze kwenye hizo hatua. Na baada ya kutangaza hali ya hatari, nikaenda mbele za Mungu, nikasema Mungu, umenipa neema ya kuwatunza watu hawa. Hebu naomba kwanza wasinichukie.
Ondoa roho ya chuki ndani mwao, wasione kama vile nawatesa. Ondoa hiyo, wanipende, wanifurahie. Ndio saa hiyo ndugu yangu unaonyesha upendo wa hali ya juu sana kwa watoto. Yaani vipi unaendeleaje? Angalau kupoza mambo yasifanyeje? Baba kanyama, baba kawali, unapoza pale. Unajua kwamba kuna mahali tunaenda. Bwana Yesu tusaidie sana. Tunaelewana pendwa? Mkakati ni mpango mkubwa wa kufikia ushindi. Unaona, mkakati ni mpango. Kwa hiyo mkakati, lengo liko ndani ya mkakati. Tunaelewana? Yaani malengo yako, kuna malengo, kuna mikakati, halafu kuna mbinu. Mfano wa vita, mkakati ni kushinda adui, kwa maana nataka nimshinde adui. Mbinu, kushambulia usiku kutumia majeshi. Kwa maana nyingine wanashambulia usiku tu, mchana washambulii. Na unajikuta ukishapata mbinu, jifunze namna ya kuitumia hiyo mbinu. Kama mbinu yako ni ya mchana, jua namna ya kutumia mchana wako. Kama mbinu yako ni usiku, jua namna ya kutumia usiku wako. Unaelewa? Ukishapata mbinu, lazima ujifunze kuitumia hiyo mbinu. Hizo mbinu ulizozipata, tafuta kuelewa, tafuta kufahamu, tafuta kujifunza. Otherwise, unaweza ukapewa mbinu ukashindwa kuitumia. Unakumbuka wakati Daudi anampiga Goliati, alienda kwenye nyumba ya Sauli mfalme, akapewa nini? Vifaa, akapewa makombati, akapewa masilaha, akapewa na nguo za kijeshi, akavalishwa kila kitu. Jamaa alivyopiga hatua ya kwanza, hatua ya pili, akagundua hizi sio hatua zangu hizi. Haya madudu yasiyawezi haya. Akarudi kwa mfalme, akamwambia bwana, haya madudu ulionipa, sitaweza kumpiga, nitapigwa. Kwa hiyo akayavua yote na silaha zake zote. Akasema nina mbinu ambayo nilikuwa natumia niko porini. Kwa maana nyingine alikuwa ameshajifunza. Ile kombea ile rusha mara ya kwanza akarusha, haikuwa mara ya kwanza kufanya hivyo. Alipokuwa yuko kule porini ndio alikuwa anafanya mara kwa mara. Anarusha amegonga kitoweo pale. Asema kumbe inawezekana. Kwa alijifunza kulenga muda mrefu mno. Kwa hiyo alipokutana na Goliath haikuwa shida. Mazingira tofauti, lakini mbinu ni ile ile. Yeye alifocus kwenye mbinu aliyokuwa nayo, kwenye mazingira ambayo sio ambayo alikuwa anaishi. Haijalishi huko Mwanza, haijalishi huko wapi, lakini mbinu hizo nazo ndizo ambazo zitakusaidia kumpiga adui yako, zitakusaidia kukupa ushindi. Si kama utakuwa idaka hiyo. Daudi alipambana kule porini. Ndio maana alipopewa yale mashine manini akasema iweka kando. Nina mbinu yangu mimi itakayonisaidia. Na hii mbinu ambayo ninayo itampiga Goliati. Daudi akaenda akamwangalia Goliati. Kwanza Goliati akaanza kumdhihaki. Yaani unanijia na kombeo? Wewe jamaa, uko serious kweli? Jamaa anacheka ndani ya moyo wake, anaiamini mbinu yake. Anasema huyu jamaa haelewi. Alikuwa anafuta taswira ya kwamba yule dubu nimfanyeje? Nifanye hivi. Nifanyeje? Nifanye hivi. Hivi nilikuwa nasimama kwenye engo gani? Nilikuwa nasimama kwenye engo hii. Wale wachezaji wa mpira, nilikuwa nafuatilia interview moja ya Cristiano Ronaldo. Anasema kwamba kuna magoli fulani kwa anayafunga ya kwenye engo fulani. Anasema kwamba wenzao walipokuwa wanaondoka, yeye alikuwa na baki anafanya mazoezi ya kupiga faulo. Sawa? Kwa wakati mwingine anapiga mpira linaenda juu sana, anarudia tena. Anapiga mpaka akawa anapiga kwenye zile post, zile engo tata. Wakati wa mechi watu wamejaa, watu wana viwanja tofauti mara wapi. Anakumbuka yale mazoezi aliyokuwa anatumia. Anasema nilikuwa napigaga hapa, hebu nitenge mpira hapo. Mpira unategwa pale. Anaangalia pale, sema nilikuwa napigaje kweli? Nilikuwa napiga hivi. Mguu nilikuwa naupeleka sana au kidogo? Unaona hapo nilikuwa naupeleka sana. Nilikuwa napiga hatua ngapi kwenda nyuma? Vile alivyokuwa anafanya kwenye mazoezi ndivyo ambavyo vinampa matokeo. Ngoja nikwambie,
Chochote unachokifanya peke yako ndicho ambacho kinakupa matokeo kwenye umati wa watu. Ndio uhalisia huo. Ndio uhalisia huo. Wewe ukitaka kujaribu, jaribishia tu. Uone pale muziki umepamba moto kweli. Umepamba moto, umeshangilia, sema, "Aiseme najua, aisee ngoja nikapige lile bezi gitaa." Uje pale upige hivi, utawavuruga watu, wanaanza kushangaa mno. Wanaanza kushangaa mno. Kwa nini haukufanya mazoezi peke yako? Unajua kuna watu wengine mzuka ukipanda, akiona kuna watu wanachangia pointi, anaanza, naye anaanza, na mimi niseme. Watu walishajiandaga kuongea zamani. Bwana tusaidie sana. Amen. Siku moja tulikuwa tunafanya matangazo sehemu fulani na baadhi ya watu walikuwa wako tu kwenye kamera. Sasa unajua kituo kilichopo, yani mtu anaenda pale akianza kuongea, yani ni kamera tu, hamna silaha, hamna nini, lakini mtu anatetemeka. Yani mtu kujiamini, hapo ukimaliza tu unasema, imekuwaje kweli, hebu niangalie. Yani hajiamini alichokuwa anakisema. Unakuja unagundua kwamba ni kweli. Kwa nini? Kwa sababu hafanyagi mazoezi. Tunaelewa na venda. Ila angekuwa nafanya kule, kusingekuwa na nini? Kusingekuwa na shida. Kusingekuwa na shida. Kwa jifunze kufanya mazoezi peke yako. Peke yako. Peke yako. Kwenye maombi jifunze kuomba peke yako. Ukiomba dakika 10 peke yako, ukiwa na watu utaomba dakika 20. Ukiwa unaweza kuomba peke yako saa moja, ukiwa na watu utaomba masaa 2. Huwa inajidouble. Yani kila ambacho unakifanya peke yako, ukikifanya kwa ufanisi kwa peke yako, mkiwa wengi mnakifanya, utakifanya zaidi. Bwana hakika kuangusha. Lakini eti hujawahi ukifanya peke yako, unataka ukifanya kwa watu wengi, unadhalilika. Unadhalilika. Kwa hiyo lazima mbinu inakupa kushambulia, lakini lazima ujifunze kuitumia hiyo mbinu ili uweze kukupa matokeo. Naomba nisonge mbele kidogo. Hitimisho katika maana ya mbinu. Sawa Hitimisho katika maana ya mbinu. Ni hitimisho ya kusema hivi. Kwa ujumla, mbinu ni njia iliyopangwa yenye mantiki iliyoundwa kwa mfuatano sahihi ili kufanikisha lengo fulani. Ili kufanikisha. Ni mbinu ni njia iliyopangwa, ni hatua zilizopangwa ili uweze kufanikisha malengo yako. Uweze kufanikisha malengo yako. Na kama kuna mazuri uyafanya, yale mazuri, angalia mbinu uliyotumia, kaboreshe hiyo mbinu, ni muhimu sana. Kaiboreshe hiyo mbinu, ni muhimu sana. Kama unatumia mbinu fulani ukafeli, hiyo mbinu achana nayo, tafuta mbinu nyingine tena ili uweze kufanikisha malengo yako. Kwa lazima ufanye ile evaluation, ile personal evaluation ya kwako wewe mwenyewe, kwamba ni wapi nilikuwa niko strong eneo hili. Ni wapi nilikuwa niko vizuri zaidi eneo hili. Nitumia mbinu gani kuwa vizuri zaidi? Mbinu hii. Afu baada ya hapo 2026 ondoka na hiyo mbinu, iboreshe zaidi. Itakupa matokeo makubwa zaidi ya mwaka huu. Mbinu zote zilizofeli mwaka huu, ulizozijaribia zikafeli. Tunaelewana pendwa? Angalia sababu ya nini, kwa nini umefeli. Aidha yawezekana mbinu ni nzuri ila hujui kuitumia. Jifunze namna kuitumia ili iwe bora zaidi. Aidha hiyo mbinu unayotumia sio sahihi kwa wakati huo. Sio sahihi kwa wakati huo. Tafuta mbinu nyingine ambayo ni sahihi kwa wakati ulionao sasa. Afu baada hapo utakuja kuniambia, tutabaki kama tulivyo katika jina la Yesu. Amen. Tunaelewana wapendwa? Mimi huwa napenda tukikaa na watu. Angalia Daudi. Kipindi Daudi amefukuzwa na Absalom ambaye alikuwa ni kijana wake, alikimbilia kwa bondeni. Maandiko yananiambia kwamba alikimbia na wanaume 400. Unajua walikuwa na sifa gani? Wale wanaume wengi walikuwa ni wanaume walikuwa na madeni, wengi walikuwa wamekata tamaa, wengi walikuwa na changamoto. Hao ndio watu ambao alikuwa nao. Lakini kwa kuwa Daudi alikuwa na future mbali sana, aliwabadilisha wale watu wakawa mashujaa. Tunaelewana? Aliwabadilisha wale ambao walikuwa na madeni, hao wakaanza kukopesha. Aliwabadilisha wale ambao walikuwa wajiwezi, wakaanza kujiweza. Hapa kanisa Disciples Community Church, yawezekana umekuja ukiwa ni dhaifu, hautaondoka ukiwa dhaifu katika jina la Yesu.
Yawezekana umekuja hapa haujiamini kwa chochote kile, aisee, ukaondoka na ujasiri. Yawezekana umekuja mahali hapa hauelewi unapangaje, ratiba inakuwaje, lakini na kuambukiza katika jina la Yesu uweze kuwa na mbinu na kutimiza malengo ulio nayo, na itawezekana. Na neema ambayo Mungu amenipa ni mfuatiliaji mzuri sana. Nitakufuatilia nitakufuatilia kwenye maombi, nitakufuatilia physically. Hawa kina Maiko nakumbuka kipindi kimoja tunaanza program ya kuwatembea mabachela wote. Hata kipindi alikuwa hajao hata huyo. Mabachela wote, nyumba kwa nyumba, mabachela wote na mama, kila Jumapili. Jumapili tunakuja kwako. Tunakuja kwako. Mabachela wote. Tuambie unaendeleaje hapa? Unakwama wapi hapa? Vipi tunafanyia? Tunatokaje hapa? Unajua jambo leo lileta chachu kubwa mno sana. Kuwa na mtu ambaye anakutia hasira. Amina. Sawa Yaani ishi na watu ambao wanakutia hasira. Yaani kiasi kwamba ukiacha naye wiki moja, ukija wiki ya pili anapiga hatua. Aya. Jamaa vipi? Inawezekanaje hiyo? Unapata hasira ya kupambana kwenda mbali. Bila kuwa na hasira ya kupambana huwezi kupambana. Ushawahi kuona mtu anapigana bila hasira? Haijawahi kutokea. Zamani, sasa hivi sionione, si watoto wa korofi wanapungua, sijajua sana. Au TV zinaweka ndani. Zamani tunakumbuka shuleni walikuwepo wale wachochea hasira. Akishaona mnataka kupiga anasema, vipi? Amefanyaje? Hivi. Anachora mstari, nachora hapa. Kama wewe ni una nguvu, vuka. Afu baada hapo unaona jamaa anapata ile hasira. Inaanza kuja sasa ile. Na yeye jamaa anachochea, unaweza kumdunda huyo, asikutanie, asikuchezee. Afu anaenda kwa ile mwingine anasema, wewe huyu unampiga, unamweza. Anachochea huko. Afu baada hapo unaona watu wanaanza kujikoki. Mwenye kukunja shati anakunja shati. Mwenye kukunja suruali na kama ni kaptula na kunjwa mpaka huku. Wao unaona kama huyu tayari ameshapambana tayari, yuko vizuri. Afu baada jamaa anatumia mbinu nyingine. Analeta mchanga, weka hapa, anakuwekea mchanga. Futa uone. Jamaa anafuta, wanaanza kupigana. Niko hapa kuchochea hasira, kupigana maisha yako yaweze kusonga mbele. Haleluya. Lazima tupeane hasira. Na usiumie kuona mwenzako anafanikiwa. Kuwa na hasira. Mfuate, muulize, mbinu gani umetumia umefika hapa? Tatizo wewe mtu akifanikiwa uende kujifunza, unajitenga naye mbali. Huwezi kutoboa kwa namna hiyo. Mfuate, mwambie, mweleze umefanyaje. Na wewe ambaye umefanikiwa usiwe mchoyo wa kutoa maarifa. Mwambie njia ambazo umepitia. Tunaelewana? Kuna filamu moja sitaisahau. Na hii naweza nikagudedicate, unaweza kwenda kuiangalia. Nenda kwenye YouTube iangalie. Inaitwa The Hard Way. Wale jamaa walikuwa nimekomando kama 4. Wanaenda kuokoa mateka. Lakini ile njia waliopitia kufikia kuokoa mateka ilikuwa ni njia ni balaa kweli. Na wakaita kwa The Hard Way. Njia ngumu mno. Walipitia njia ngumu mno lakini wakafikia malengo. Tunaelewana? Kuna wakati utapitia mahali pagumu mno. Unaweza kudhani ya kwamba maisha yangu yamekatika, lakini kumbuka kwamba hiyo ni njia ngumu ya kukupeleka hatua nyingine. Ukitoka hapo, kakija kisema, yani kama pale nilitoboa sehemu haka. Si unaelewa Yani wewe unasema hilo. Unaanza kuwatia watu wewe. Mimi bwana fulani amenitukana. Yani wewe umekutukana hivyo? Hivyo tu umekasirika. Ngoja nikwambie nilipopita. Anakueleza sasa kumbe mimi ni mjinga Tunaelewana wapendwa kuna mahali utapita pagumu, lakini hapo pagumu pana mpenyo. Na ndio maana kuna wakati wana wa Israeli walipitia kwenye hali ya kukosa maji. Angalia maji yalitokea wapi? Kwenye udongo mlaini. Kwenye mwamba. Maji yalikuja kutokea kwenye mwamba. Kuna maji yatoka kwenye jiwe. Yaani Musa tu alipiga ule mwamba maji yakaanza kufanyaje? Kuna wakati mwingine utapita kwenye mwamba mgumu, lakini Mungu yuko pamoja na wewe. Ndio maana Daudi akasema, nijapopita kwenye uvuli wa mauti, gongo lako na fimbo yako vinanifariji. Tunaelewana wapendwa?
Nitakuta kwenye moto. Kama imagine akina Shadrach, Meshach na Abednego wanatupa kwenye tanuru la moto, moto ulichochoa hivi uko hivi, lakini baadaye walienda kuangalia wakakuta yuko mtu wa 4. Jamaa anasema tulitupa watu 3, huyo mtu wa 4 ametoka wapi? Mungu akuinulie mtu wa kukushika mkono katika jina la Yesu Kristo.